Nyakati za karibuni nimepata nafasi ya kujifunza mambo kadhaa ya wanasaikolojia. Nikajifunza kuhusu ukuaji wa mwanamke kisaikolojia. Wako wanautazama ukuaji wa mwanamke kwa mtazamo wa ukuaji wa ufahamu, mfumo wa ufahamu, wanaita cognitive development. Kwenye mfumo wa ufahamu kuna mtu mmoja pale, mwanzilishi wa jinsi ambavyo imechunguzwa kuhusu mwanamke na ufahamu wa mwanamke kama jinsia ya kike unapojitokeza kupitia mfumo wa ukuaji. Mwanzilishi wake alikuwa anaitwa Jean Piaget. Mtu mmoja anaitwa Jean Piaget. Lakini nikajifunza mfumo mwingine wa ukuaji ambao nao unazungumza jinsi mwanamke anavyopata ufahamu na kujijua kwamba kumbe mimi ni mwanamke. Huu mfumo ni mfumo wa kihisia, wanaita psychoanalysis. Ni mfumo wa kihisia ambao kuna mtu mmoja mwanzilishi wake anaitwa Sigmund Freud. Kwa hiyo mambo mengi nimejifunza nyakati hizi, ninayafurahia sana. Lakini sasa katika kujifunza kuhusu ukuaji wa mwanamke, wote wanazungumza unapofika umri wa kuelekea miaka 3 pale ndipo mwanzo kabisa mtoto wa kike anapoanza kujitambua kwamba kumbe mimi ni mwanamke. Wale tuliopata neema ya kulea watoto wa kike tunajua ikifikaga muda huo wakati mwingine anakuuliza mimi eti mbona mimi ni mwanamke? Au kwa nini mimi ni mwanamke? Kunakuwa na vimaswali fulani hivi. Sikumbuki kuulizwa na mtoto wa kiume kwa nini mimi ni mwanaume. Lakini watoto wa kike kuna muda fulani pale huwa wanakuwa na maswali ya aina hiyo. Kama wewe umelea mtoto wa kike unaweza ukatushirikisha pia wako katika eneo hilo. Lakini sasa kitu kimoja ambacho nimekishangaa sana, anapoanza mtoto wa kike kujifunza mimi ni mwanamke, kitu cha kwanza kinachojitokeza ni muda huo wa miaka 3 wanapoanza kujifunza jinsi ya kupata matumizi ya choo, jinsi ya kutumia choo. Sasa unapojifunza jinsi ya kutumia choo pale ndio hasa tunaanza kuona utofauti pale sasa. Unakuta mtoto wa kike pale anatakiwa afundishwe kuchutama anapopata haja ndogo. Mtoto wa kiume anatakiwa afundishwe kusimama anapopata haja ndogo. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa ujinsia unapojitokeza kwamba mimi ni mwanamke, mimi ni mwanaume. Mtoto wa kike anajikuta anashuka chini anachuchumaa, mtoto wa kiume anajikuta anasimama. Na kuna binti mmoja ninamfahamu, yeye alilelewa kama binti pekee katikati ya watoto 5, 4 kaka zake wakubwa, alafu yeye ni mtoto wa 5. Yule binti alikuwa ile wanaamshwa, wao walikuwa wanaamshwa usiku, haya tokeni nje mkajisaidie, wanatoka nje. Wakitoka nje anaona kaka zake wamesimama na yeye anasimama. Kwa akishajisimama anajiroanisha miguu yote, anajichafua. Kwa sababu gani? Wakati huo mama yake hayupo, yuko ndani, katoka na kaka zake wote wanajisaidia pale kwa sababu walikuwa wamekaribiana umri. Na yeye anasimama, anajiroanisha miguu yake, anachafuka. Kumbe hatua ya kwanza mtoto wa kike anapojitambua kwamba mimi ni mtoto wa kike, ule umri wa miaka 3. Hatua ya kwanza mtoto wa kiume anapojitambua kwamba mimi ni mtoto wa kiume, ile miaka 3. Ni hatua ya wa kike kushuka, ni hatua wa kiume kusimama. Nikashangaa, nikasema kumbe inawezekana kuna kitu hapo Mungu alitaka tukione. Angalia kwenye mila zetu sisi hapa Tanzania, angalia mila za Wasukuma. Wasukuma mtoto wa kike ndiye anayepiga magoti, tena anatakiwa kupiga magoti mtoto wa kiume hata akiwa mdogo kwake kwa umri. Kitu ambacho binafsi sikitamani sana, natamani angepigia magoti wale wakubwa kwa heshima zaidi. Na ndio maana kama ni mtoto wa kiume unafuatana nami na kutia moyo mke unaoa ni vema uwe umemzidi umri, ili kupigia magoti kuwe kuna heshima ya umri. Heshima ya umri inakuwa bora zaidi ikiungana hapo. Lakini tazama, Wasukuma mtoto wa kike anatakiwa kupiga magoti, anatakiwa kushuka, wa kiume anatakiwa kusimama. Lakini pia nenda kwa Wanyakyusa, mtoto wa kike anatakiwa kupiga magoti anaposalimia, wa kiume anatakiwa kusimama. Kumbe hata hatua ya kwanza wanapofundisha, Mungu anapoleta tupa ule ujinsia unaanza kujitokeza. Kwa maumbile yenyewe Mungu aliyoyaweka, wa kike anatakiwa kushuka. Sasa wewe mwanamke ambaye kila siku tunazungumza, lakini mwenzangu unaniambia maneno haya na hale, wakati mwingine unapambana na mimi na kuniona naonea. Kumbe Mungu mwenyewe aliweka asili hiyo ya mwanamke kushuka. Hebu shuka kwa mume wako, shuka. Tambua kwamba uliumbiwa hivyo. Kama nilivyokupa mfano, huyu binti ambaye aliamua na yeye kusimama kwa kutojua, alijichafua. Na wako mabinti wengi walioamua kusimama kwa kutojua, hawataki kuwa wanyenyekevu, wanajichafua. Wanajichafua sana tu. Kwa sababu binti ambaye hataki kuwa mnyenyekevu, binti mwenye unyenyekevu ndani ya moyo wake, hata wanaume wa kumfuata kumuoa wakati mwingine wanakuwa wengi. Kwa sababu unyenyekevu unang'aa.
Hata Biblia inazungumza sana habari hiyo. Majivuno huelekea maangamizo, lakini unyenyekevu unavutia. Wakati mwingine binti ambaye anaamua kwamba hataki kuwa mnyenyekevu, hata ule kuvutia kunapotea. Matokeo yake nini? Utajikuta unaishi kwenye maisha ambayo leo umelala na mwanaume huyu, kesho umelala na mwanamume yule, kesho kuto umelala na mwanamume yule, kwa sababu umri pengine umefika muda fulani, unaona hata wachumba mbona hawaonekani. Ni wachache mabinti ambao nawafahamu wamekuwa wanyenyekevu, wanajiheshimu wakachelewa kupata waume. Inatokea. Nayo ni neema kupata mume, hiyo nakubali sana. Lakini wewe ambaye unaruhusu kiburi ndani yako, usije ukakosa mume kwa ajili ya kiburi, ukakosa wachumba kwa ajili ya kiburi, kutaka kuinua shingo, wakati toka una miaka 3 ulichofundishwa tu cha kwanza kwamba wewe ni wa kike ulifundishwa kushuka. Kwani hutaki kushuka? Shuka tu. Vinginevyo utakapojikuta unalala na mwanaume huyu na huyu na huyu, unachafuka. Ndio yale toka ulivyoanza kujifunza tu kupata haja ndogo, ukishindwa kushuka unachafuka. Binti ukishindwa kushuka utachafuka, utachafuliwa. Heshima yako na usafi wako hautaonekana. Kama ni binti unajikuta umelala na wanaume 2, 3, 4, unachafuka, unakuwa kama ni mtu anayenuka kwenye jamii, kwa sababu sio kitu cha kupendeza, kina harufu fulani inajitokeza. Na yale mauchafu mengine ambayo tunayapata, wewe unapokeaje toka kwa huyu, kwa huyu, kwa huyu? Kwani wewe choo kinapokea vyote toka kwa wote. Wewe choo mpaka upokee toka kwa wote? Umeona? Unachafuka. Jifunze kushuka. Kushuka ndio asili. Siku ya kwanza binti anafundishwa ile miaka 3 kwamba wewe ni wa kike, anashuka chini, ndipo anakuwa msafi. Hawezi kunuka mkojo kwa sababu ameshuka. Akiamua kusimama anachafuka. Ukisimama utachafuka. Kama uko ndani ya ndoa, shuka, ukisimama utachafuka. Wanaoshuka wakati mwingine wanaepuka vipigo, wakati mwingine wanaepuka dharau, wakati mwingine wanathaminiwa kwa neema ya Mungu. Katika unyenyekevu hata Mungu anasema kwamba mimi huwapinga wenye kiburi, bali huwapa wanyenyekevu neema. Katika unyenyekevu iko heshima, iko neema, kuko kuthaminiwa, kuko kuthaminika. Ni vigumu mwanaume kuinua mkono na kumpiga mwanamke mnyenyekevu, ni vigumu. Sasa kama wewe ni mwanamume unanisikiliza, usije ukampiga mkeo kwa sababu yoyote, wala si support wala siungi mkono. Lakini nataka kutia moyo mwanamke, shuka. Hiyo ni asili yako. Kujifunza kwako tu wewe ni mwanamke ni kushuka. Shuka, uwe mnyenyekevu. Simaanishi usiende shule ukasome, nenda shule, soma sana. Tena ukasome na uwe wa kwanza darasani, haijalishi kuna wanaume na wanawake, kasome sana. Nenda kafanye biashara kwa bidii, ufanikiwe sana. Kafanya hayo yote, lakini unapokuja kwenye habari ya mahusiano kati ya mume na mke, shuka. Acha kujiinua. Utaleta uharibifu, utaleta uchafu kama sehemu ya maisha yako. Asante, mpaka wakati mwingine. Kwaheri.